Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama baad. Baada kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani zifikie nabii wa umma, mwisho wa anbiya, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote, nabii ambaye ndio ataombea wanadamu shifa, siku ambaye ndio siku ngumu, siku ambaye baba atamtoroka mtoto wake, siku ambaye mtoto atamtoroka mamake, na siku nyingine bali ni siku ya malipo. Na nabii huyo si mwingine ni bali ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na baraka kutoka kwa Allah zimfikie yeye na nyumba yake na masahaba zake na sisi ambaye tumemfuata mpaka siku ya mwisho. Leo ni siku ya Ijumaa. Na leo Jumaa, leo ni nzuri, jua imewaka, mvua imetulia kidogo leo. Na tunasema alhamdulillah. Kwa hakika sitapoteza wakati kwa sababu time nayo imeenda. Kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki na mimi ni Muislamu na niko na kakangu hapa. Naye atajieleza anaitwa nani. Alafu kutoka hapo tuendelee. Naam. Kwa majina yangu naitwa Joseph Kamau. Anaitwa Joseph Kamau. Wewe ni dini gani? Wewe najua dini ziko nyingi. Kuna Waislamu, kuna Hinduism, kuna Judaism, kuna Shintoism, kuna Buddha, zote. Hizo ziko zote. Na kuna wengine hawana dini kabisa, atheist. Wewe yako ni gani baba? Mimi ni Mkristo lakini nataka nijibu tu swali 2-3 hata bila kuchelewa. Nishakubali kuwa Muislamu. Unataka ujibiwe swali 2-3. Yaani wewe umeshaamua uwe Muislamu lakini unataka ujibiwe swali 2-3. Asante sana, karibu sana katika Uislamu. Unajua wanasema siku hizi wadadisi wa survey, wale wanafanyaga survey ya kuangalia mambo. Wanasema Islam is the fastest growing religion in the world today as we are talking. Na kwanza in Europe and America, huko ndio wanasema ina grow na 345%. Kwa hivyo watu, najua hii dini ilikuwa imefichika sana na ikawa imebadilika majina mingi, ikawa inaambiwa ni dini aina hii, lakini sasa hivi watu wameshajua ukweli. Kwa hivyo bwana Kamau, yes. Swali gani hiyo nataka kuuliza sisi Waislamu ili tuone tutafanyaje? Swali lenye nataka kuuliza hivi. Siku ya mwisho ama siku ya kiyama, waliotutangulia na sasa hivi wenye sisi tuko tutakuja kupatana na wao kwanza. Swali ya kwanza ni hiyo. Anauliza swali siku ya mwisho ama the day of judgment. Yaani siku ya kiyama. Wale watu ambao wamekufa tutakutana nao? Ni kweli kabisa, wale watu wote wamekufa tangu wakati wa Adam. Na ndio ujue Mwenyezi Mungu anaitwa Mwenyezi Mungu, sio mchezo. Unajua Mwenyezi Mungu, tunasema Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Hebu imagine tangu wale watu ambaye walikufa wakati Adam wako hai, watu wake, generation yake na generation ya Nuhu, hata wale waligalakishwa na maji wote wa Nuhu, tutakutana nao siku ya kiyama. Katika uwanja wa hukumu watafufuliwa, tutakutana nao. Hata wale walikuwa wanafanya mambo ya LGBT, wale wa Nabii Lut, ile kaumu yake, tutakutana nao, watafufuliwa wote. Yaani kila mtu aliyetangulia na kafa, awe ni baba yako, mama yako, sister yako, ndugu yako, kazini yako, mjomba wako, siku ya kiyama itakapopigwa baragumu watu wafufuliwe, basi tutakutana nao wote, kwa sababu watu watafufuliwa. Qurani 39 nianzie 68. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sikia vile watu watafufuliwa hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Na litapigwa baragumu. Tunaambiwa litapigwa baragumu. Baragumu ni kama inakaa kama hizi masaxophone hizi unaonaga mrefu hizo. Baragumu ni kitu ambayo inatoa sauti kubwa sana. Nafikiri inasemekana hiyo baragumu inapigwa sio kitu ya kawaida. Ni kitu inachapwa na malaika, anapiga, dunia yote, kila kitu kiko hai kinakufa. Ile sauti tu inaua kila kitu, everything. Sauti peke yake. Ikiwa sauti ya radi, naona radi hii inapiga wakati ya mvua. Tunasikia radi inapiga mara moja, bubu. Kila mtu anasuka.
Hiyo ni radi tu. Sasa niambie ile baragumu sasa inapigwa, kila kitu kilioko mbinguni na duniani kinafanyaje? Kinakufa. Na litapigwa baragumu atoke wa roho watu waliomo mbinguni na waliomo ardhini. Yaani kila mtu atakabaya kwa mbinguni atakufa, malaika watakufa, wale wako duniani, watu wote, wanyama, wadudu, nini, kila kitu kitakufa. Ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Endelea. Yule amtakaye Mwenyezi Mungu, wafasiri wanasema ni wale malaika 8 wameshikilia arshi ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio watabaki. Tena litapigwa mara nyingine. Hapo watafufuka wote, wao wanatazamana nini litatokea. Unasikia? Itapigwa baragumu mara ya kwanza, kila kitu kikufe mbinguni na duniani. Itapigwa baragumu mara ya pili, waanze watu watafufuka kwa makaburini, waanze kuulizana kuna nini leo. Yaani watu wanaulizana leo kuna nini, kwa sababu hawana habari. Walikufa miaka na miaka na miaka, wamekaa makaburini miaka mingi. Sasa wamefufuliwa, wameona dunia ni nyingine, sio ile waliacha. Milima hakuna, dunia iko flat. Watu wachanganyikiwe, waanze kuuliza kwani leo kuna nini? Maliza. Na ardhi siku hiyo itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Ardhi hii itakuwa siku hiyo, sio hii, itakuwa mpya, carpet mpya inang'ara. Unaambiwa inang'ara kwa nuru ya Mola wake. Yaani Mwenyezi Mungu hii dunia mtaona nyingine. Wacha hii, unaona hii reli, sijui takataka, sijui nini, takataka kila pahali. Sio hivyo, hiyo itakuwa imeshang'ara, dunia nyingine. Tumefufuliwa katika dunia mpya. New one. Na madaftari ya vitendo tawekwa. Madaftari sasa, ile vitabu. Tunaambiwa kila mtu ako na kitabu yake, imefungwa hapo kwa shingo. Katika sura ya 7 aya 17 13 inasema kila mtu amefungiwa kitabu yake hapa shingoni. Huwezi kuiona kwa sababu hata mashetani wako watu waoni, malaika wako watu waoni, majini wako watu waoni. Kwa hivyo kitabu naambiwa kila mwanadamu amefungiwa hapo kwa shingo yake hapa. Inaandikwa amali zako vile ulikuwa unafanya hapa duniani. Wewe ni muovu, amali zako zinaandikwa, mazuri yako inaandikwa. Sasa Mwenyezi Mungu, vitabu zinatolewa siku hiyo. Endelea. Ninaendelea kusema na wataletwa manabii na mashahidi. Sasa baada ya vitabu kutolewa, manabii wataletwa kwa sababu hao ndio walitumwa. Na mashahidi ni wale wafuasi wa manabii. Wale wafuasi walikuwa wanafuata huo nabii. Kila nabii atasimama na watu wake. Adam atasimama na watu wake. Nuhu na watu wake. Ibrahimu na kaumu yake wakati yake. Huyo Isaka, Ismaili, hivyo Daudi, Suleimani, mpaka Muhammad. Sasa generation wako duniani sasa hii ni generation ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hawajui. Hii ndio wanakimbilia kwa Yesu. Yesu sio generation yake. Tu wakati Mungu atasema watu wakae kila mtu kwa nabii yake, watu watachanganyikiwa sana. Unaenda kwa bani Israeli, kwa wana wa Israeli, hapo hutapata nafasi. Nabii wako Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio ametumwa nabii wa watu wote duniani. Na hakuna kitabu kingine kimesema kuna nabii mwingine ametumwa kwa watu wote, hakuna. Nabii Muhammad pekee yake ndio ametumwa kwa watu wote. Maliza andiko. Na kutahukumiwa baina yao kwa haki, wala hawatadhulumiwa. Mungu hadhulumi. Mwenyezi Mungu hadhulumi mtu, atahukumu kwa haki. Sisi wanadamu tuko na dhuluma, atuhukumu kwa haki, lakini Mwenyezi Mungu naambiwa anakuhukumu kwa haki. Ule justice kabisa ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndio hadhulumu mtu, lakini wanadamu tunadhulumiana. Wanadamu duniani tunadhulumiana. Endelea. Na kila nafsi italipo kwa yale iliyofanya. Naye Mwenyezi Mungu anajua sana wanayotenda. Endelea. Na waliokufuru watapelekwa katika jahannam makundi makundi. Na wale ambao walikufuru wakakataa maneno ya Mwenyezi Mungu duniani watapelekwa jehannam makundi makundi. Yaani makundi, yaani in groups. Pengine inaweza kuwa ni 100,000 wanapelekwa hivi, 200,000 wanapelekwa hivi, makundi. Endelea. Mpaka watakapofikia itafunguliwa milango yake. Wakifikia jehannam itafunguliwa milango yake, yaani watakuta milango iko wazi. Kuna tofauti ya wale wanaenda peponi na wale wanaenda motoni. Wale wanaenda motoni watakapokaribia jehannam watakuta milango yake iko wazi. Wataambiwaje? Itafunguliwa milango yake. Na walinzi wake watawaambia. Malaika watawaambia sasa wale watu wakwenda motoni. Je, nyinyi hawakukujieni mitume miongoni mwenu wakikusomeni aya za Mola wenu? Na kukuonyeni makutano ya siku yenu leo hii? Unasikia malaika vile anaambia watu? Yaani nyinyi hakukuja na manabii wa kukuonya nyinyi na hii siku? Watasema. Watu wataongea siku hiyo, watasemaje? Kwa nini? Kwa nini? Wametujia. Watu walikuja na wakatuambia wewe ndio Mungu wa kweli. Hivi na hivi na hivi.
lakini limedhubuti neno la adhabu juu ya wale waliokanusha. Nao ndio sisi. Unasikia watu watakubali, watasema sisi tulikanusha, ndio sisi. Wanaingizwa motoni. Hakuna story nyingine hapo, ni story kuingia motoni. Enda 79 hiyo nyingine. Itasema ingieni milango ya Jahannam mkakae humo. Basi ubaya ulioje wa makazi ya wanaotakabari. Unaona? Wataambia ingieni mkakae huko. Huko ndio makao yenu. Endelea. Enda kwa wengine watu wa peponi. Na waliomcha Mola wao. Sasa watu wa peponi sasa wale walisikiza amri za Mwenyezi Mungu, wakafuata mwenendo iliyo sawa, wakafuata dini iliyo sawa, wakafuata Mungu ambaye ni wa kweli, wakafuata manabii wa Mwenyezi Mungu. Hawa watu nao wanaambiwaje? Watapelekwa peponi makundi. Watapelekwa kama ile group tu, makundi in thousands, in millions wanapelekwa makundi. Mpaka watakapoifikia wataingia tu na wataikuta milango yake imekwisha fungwa. Unaona tofauti ya watu wanaoenda motoni na peponi. Wale wakwenda motoni milango imefungwa. Yaani wakifika ndio inafunguliwa. Kwa sababu hatujui ni kwa nini Mwenyezi Mungu amefunga kwanza. Kwa sababu kule ni motoni, milango imefungwa. Wakati wanafika mlangoni ndio inafunguliwa. Sasa wanasuka sasa kuona kile kilichoko kule ndani. Lakini hawa peponi wanakuta milango yao iko wazi. Malaika wanawaambiaje? Amani iwe juu yenu. Kisikia malaika anawaambia asalamu alaikum. Amani iwe juu yenu. Furahini ingieni humu mkakae milele. Angalia, furahini muingie huko mkaona milele. Kwa hivyo wale watu ambao walikufa zamani, wale watu ambao walikuwa katika karne za zamani, hawa watu wote tutakutana nawe. Hata kama ni baba yako utakutana naye, mama yako mtakutana naye, aniko yako aliyekufa mtakutana naye, lakini siku hiyo ni kila siku na mambo yake, anashughulika na mambo yake. So sababu ni moto siku hiyo. Kama alikufa akiwa Mkristo, na je mimi nikufa nikiwa Muislamu, tutapatanaje? Anauliza swali. Naomba unipe hiyo nombo Qur'an. Anauliza swali hivi. Je, kitabu hapo nipe hiyo nombo Qur'an ya kizungu hiyo. Anauliza kakangu anauliza hapa. Je, kama mzazi wake ama mtu wao pengine wa family alikufa akiwa Mkristo, watapatanaje? Ama itakuwa kuaje? Pengine alikuwa dini nyingine na ule mwingine ni dini nyingine. Watakutanaje? Qur'ani inasemaje? Nataka tusome hadithi ya mtume hapo, sura Tubaina. Toa sura Tubaina 98. Kuna hadithi iko hapo imeeleza vizuri sana. Sura Tubaina 98. Nikutolea hapo hadithi, kuna hadithi iko hapo. Ndio hiyo. Ngoja kidogo. Ndio hii. Soma hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inasemaje hiyo hadithi ya Abu Huraira? Abu al-mushrikun. Hii hadithi ndio nataka. Hii hadithi. It is obligatory to have belief in messengership of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima watu wafuate kufuata mienendo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narrated Abu Huraira radhiyallahu anhu. Hadithi imepokelewa na sahaba wa Mtume anaitwa Abu Huraira. Anasemaje? Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, na kutafsiria kwa Kiswahili. Said, by him Allah in whose hearts Muhammad souls is. Yani Mtume anasema na hapa kwa ule ameshikilia uhai wangu. Ameshikilia uhai wangu. There is none from amongst the Jews and Christians. Hakuna katika wao Mayahudi na Wakristo. Of these present nations. Wa hii karne hii. Wa karne hii. Who hears about me and then dies. Atakayesikia maneno yangu mimi Muhammadi. Who dies without believing in the message with which I have been sent. Ambaye atakufa na hakufuata ile risala ama ile ujumbe nilikuwa nimetumwa naye akakataa, ikatafanyaje? That is Islamic monotheism. Yani katika dini ya Uislamu. But he will be from the dwellers of hellfire. Yeye atakuwa ni mtu wa motoni. Hadithi iko straight away. Mtu yoyote ambaye anakufa ambaye hakuwa katika dini ya Uislamu, Mtume anasema huo mtu anaenda motoni. Anasema hii hadithi ni kitu ambaye imesemwa na Mtume 1450 years ago.
Yaani hakuna shortcut pale, lazima ufuate Islamic monotheism. Kwa sababu ndio dini ya manabii wote. Ndio naona Qur'ani inasema manabii wote walikuwa Waislamu. Hakuna nabii ambaye alikuwa dini nyingine. Hakuna. Na kama labda hawakufikiwa labda na ujumbe. Lakini kama hakufikiwa na ujumbe. Sasa kesi ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni tofauti. Kuna watu ambao wamekaa hii dunia hajaifikishiwa na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Hajaona Waislamu, hajaifikishiwa ujumbe, hajui. Lakini yule mtu ambaye amesikia, huyo ako kwa shida. Kwa sababu siku hiyo kila mtu na dhambi yake na makosa yake aliyofanya. Siku hiyo baba hatasaidia mtoto wake, wala mtoto hatasaidia baba. Mama yako hatakusaidia na wewe utamsaidia. Yaani kila siku hiyo kila mtu na njia yake mwenyewe. Hapo ndio watu wanaachana. Siku ya kiyama ndio watu wanaachana. Ulikuwa unampenda mke wako sana, unakuta mmeachana, yeye ameenda hivi na wewe umeenda hivi. Ulikuwa umependa mtu mwingine sana, rafiki yako, unakuta yeye amepelekwa hivi na huyu mwingine ameenda hivi. Sasa huko ndio unasikia inaambia kwa siku ya masiku. Kwa nini inatajwa day of judgment? Ni sio siku ya mchezo. Hiyo ni siku watu watachanganyikiwa. Inasemekana watu watakuwa kitembea katika kiwanja ya hukumu ni kama wamekunywa pombe na si walevi. Ni ile mambo wanajionea kwa sababu saa hii macho hii yetu iko na pasia. Mwenyezi Mungu ameweka, yani kuna pasia katika macho yetu. Kuna vitu nyingi sana hatuoni. Tuoni malaika wako hapa. Tuko nao tu huko wanatembea. Wanaangalia ndio wanaandika dhambi za watu wale wanakosea. Haya mashetani wako huko wanatusumbua. Tuliko nao hatuwaoni, majini hawa mashetani. Wako huko wanatembea tu hatuwaoni. Kuna kitu beyond macho yetu imefungwa. Unaambiwa wakati mtu anakufa ndio macho yake inafunguka. Hujaiona hospitali mtu anakufa anasema wacheni kulia, waacha kukuja, unaniuliza nini? Mwambieni aniondokee. Hujaiona kitu kama hiyo hospitali. Mtu anasema ananiuliza nini? Ni malaika anaona anakuja kumtoa roho. Na kidogo unaona amelala, ameshakufa. Nani anaongea na watu wengine ambao yaani wakati unakaribia kufa, communication yako na dunia inakatwa. Yaani unasikia simu ni mteja. Mteja unamtafuta, hapatikani kwa sasa. Unaenda dunia nyingine sasa. Sasa kuanzia hapo unaanza kuona malaika, unamuona live akija kutoa roho. Live kabisa unamuona. Sasa hivyo ndivyo mambo ilivyo. Sina swali lingine. Huna swali lingine? Kabisa. Sasa unatakaje? Sina lingine. Unatakaje sasa? Kwa sababu huna swali lingine, unatakaje? Umeamuaje? Nishaamua. Umeshaamua kuwa Muislamu? Kabisa. Basi hiyo hakuna hata mambo ya kungoja. Kama umeamua kuwa Muislamu, unajua watu walikuwa wanapewa propaganda nyingi sana. Mara mingi unakuta watu wanapewa propaganda, wanaambiwa kwanza mimi nilikuwa naambiwa kabla sijasilimu, watu walikuwa wananiambia ukienda kusilimishwa unaambiwa utoe nguo, unapigwa mayai sijui mayai 10. Unaambiwa uiname upigwe mayai 7. Walikuwa wanasema uiname upigwe mayai 7 ukiwa uchi. Hiyo nilikuwa naambiwa. Mara wengine wananiambia na mambo mengi sana. Wananiambia wengine saa zingine unaambiwa kule ukikufa watu wanakamuliwa atijui nyama sijui ni kaliko kashidwa hii mambo yote ni ya nini. Yaani nilikuwa naambia kwa mambo mengi ya urongo tu. Wakati niingia katika Uislamu nikapata hii mambo yote ilikuwa ni fake, ni mambo ya urongo, nilikuwa nadanganywa. Kwa hivyo Uislamu watu wanaweka mambo mengi sana ya kudanganya watu, kuambia watu Uislamu uko hivi, yani negative kuhusu Uislamu. Lakini Uislamu is one of the best religion. Na Uislamu huwezi kuona mtu wewe umeshaona Muislamu mtu kwa sababu amepata shida anaenda kujinyonga. Wewe umeshaiona hiyo? Hata amechukua bibi yake na watoto wake ameenda amejiua na akajiua yeye. Katika Uislamu umeshaona kitu kama hiyo? Hata kwa sababu shida atalikopa loan, ameshindwa na kulipa loan, akaona the best solution ni auwe watoto na ajiue na auwe mpaka bibi. Wewe umeshaona Uislamu mambo kama hiyo? Uislamu haina kama hiyo. Uislamu kama uko na shida, wewe unaongea na Mungu. Sababu anayekusaidia ni Mungu. Hata usunguke kwa watu. Binadamu ni mtu wa kukasirika. Binadamu anaweza kusaidia leo, kesho yake ameshakasirika na wewe. Akikuona hivi ukija hivi anapita njia nyingine anapiga kona, si ndio? Lakini Mwenyezi Mungu akasiriki. Mwenyezi Mungu unafaa kumuomba kitu kila saa. Ukiwa na shida ulilia Mungu. Mungu mwenyewe ndiye atakusaidia, atakutoa kwa shida yako. Kwa hivyo kuja hapa kamera kidogo. Simama hapa kidogo. Sasa utainua kidole hivi.
Tafanya hivi, utafuata maneno nyuma yangu. Kwani sio msikitini, ni hapa tu. Unataka wewe unataka kusalimia hapa? Mimi ningetaka kwenda msikitini. Unataka kwenda msikitini? Oh, ni sawa. Tutaenda na wewe jioni. Tutaenda na wewe jioni basi. Kaa chini basi. Yeye amesema anataka kusalimia kwa msikiti. Kwa hivyo ni sawa. Hiyo ni choice ya mtu. Sisi waga tunasema choice ya mtu, akiamua kitu ni hivyo. Naam, mwalimu uko sawa? Naam. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Unajua salamu wewe nimeona wewe ni mtu wa maana. Wewe uko mbali. Kama unajua hizo salamu, hiyo ni kusema amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Alafu nawe unasema wa alaikum salam. Na wewe pia. Hata wewe amani ya Mungu iwe na ndio salamu hizo. Hii salamu nyingine ama kule kwenye mnasalimiana aje? Una habari ya kwenyu? Salamu za kwenyu unajua mnaambiana Bwana asifiwe na hakuna hata kwa Biblia. Si ndio mnaambiana hivyo? Hiyo salamu hakuna. Lakini salamu ile ziko kwa Biblia ni amani iwe pamoja. Swali ungetaka kuuliza Waislamu? Swali yangu ni nisikia mkisema sauti kidogo, wewe ni kijana. Hii pombe ni mbaya. Unaona Yesu alitengeneza hiyo pombe. Watu alitengeneza hiyo ikakunywa. Swali lake iko vizuri, anasema hivi, nyinyi Waislamu mnasema pombe ni mbaya. Na Yesu alitengeneza pombe watu wakalewa. Sasa hapo unasemaje? Unasikia swali lake vile anaileta. Anasema nyinyi Waislamu mnasema pombe ni mbaya. Na Yesu mwenyewe alitengeneza pombe. Hapo iko aje? Ama sivyo? Si ndivyo? Hiyo. Ndio hivyo. Bakwato unasikia mambo? Unasikia mambo hiyo? Nasikia. Kijana anauliza mambo pombe Yesu alitengeneza na mnaambia watu wasikunywe pombe na Yesu alitengeneza. Sasa Yesu kulingana na mujibu wa Biblia, najua si hatukani vitu. Kweli Yesu alitengeneza pombe kwa sababu iko katika Biblia, ni kweli. Hebu achukua hiyo Biblia. 2:6 Yohana. Alitengeneza kweli. Kulingana na mujibu wa Biblia alitengeneza, lakini sisi kama Waislamu tunajua Yesu hakuwa mlevi na hajawahi kutengeneza pombe. Ni tofauti sana na vile Biblia imesema. Waislamu tunajua yeye ni nabii wa Mungu tena mtakatifu na hakuwa anakunywa pombe, lakini Biblia inasema alitengeneza. Tena ndio baadaye akarudi akasema hata kunywa tena mpaka atakapokunywa ingine katika uzima wa milele. Haya, soma 2:6 Yohana. Inasema basi kulikuwa huko mabaraza 6 ya mawe. Ya nini? Nayo imewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila mmoja alipata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, asemaje? Jalizeni mabalasi maji. Nao wakajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni. Akampelekea mkuu wa meza. Mkuu wa meza akapelekewa mwenye kuonja ajue kama ni tamu ama haijaiva. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoionja. Yale maji yaliyopata kuwa divai. Imeshakuwa maji, yani ameshatengeneza divai tayari. Wala sijue ilikotoka. Lakini watumishi walijua wale waliyoteka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi. Akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakiisha kunywa sana ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya. Unaona? Kumbe alitengeneza. Hapo tumeelewana. Si imeandikwa alitengeneza. Sasa kutengeneza wale walikuwa katika harusi basi wakakunywa pombe yao wakamaliza. Lakini Yesu baadaye alikuja akasema yeye hatakunywa hiyo pombe tena. Alikataa. 26 29 Mathayo. 26:29 Mathayo. Kwa sababu aliona watu wanaanza kusema anakunywa sasa na yeye akajiondoa. Alijiondoa kabisa yeye. Lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu. Unasema sitakunywa tena kuanzia sasa uzao huu wa mzabibu sitakunywa tena. Hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Anasema hata kunywa tena mpaka atakapokunywa mpya. Ukisikia Waislamu wakisema kule peponi kuna pombe usikatae. Lakini sio hii hapa chang'aa, si chang'aa. Ama ile imara kama simba. Ni pombe ya maana.
ile ya maana, mtu alewi. Ule kuna raha kule peponi. Kwa hivyo yeye alikataa, akasema hata kunywa pombe, hata kunywa hiyo pombe tena. Kuliko mujibu wa Biblia. Mimi nimesoma kuliko mujibu wa Biblia. Lakini sio Uislamu tunajua yako mlevi na hajawahi tengeneza pombe. Hiyo ndio tunajua. Na pombe imekatazwa. Musa amekataza na manabii wengi wamekataza mambo ya pombe. 18 kitabu cha Walawi. Oh, 18 nasema kisha Bwana kanena na Haruni. Akamwambiaje? Na kumwambia usinywe divai wala kileo chochote. Unasikia? Wakati ya Musa wanaambiwa wasikunywe divai wala kileo chochote. Kwa hivyo wakati ya Musa hakuna story ya pombe. Ni kweli hapo? Nataka tuone taratibu step by step. Sasa Habakuku 2:15. Habakuki. Habakuki huyo anapoga amejificha. Habakuki yako huko mbele huko. Kwa kina Hosea. Habakuki 2:15. Nahumu ngapi? Tina humu na Habakuki. Ushafika wadau. 2:15. Ushafika muda mrefu. Ole wake mpe jirani yake kileo. Huu nabena wakati nabii Habakuku anasema ole wake mpatie jirani yake kileo. Wewe tie sumu yako. Na kumlevya pia. Unajua hiyo ni sumu, kumbe hiyo pombe ni sumu. Wewe tie sumu yake na kumlevya hiyo mtu. Ili kutazama uchi wao. Ili kutazama uchi wao, kwa sababu mtu akilewa wengine wanaenda hawana nguo. Hata anaweza kojoa hapa mbele ya watu wazima. Anakojoa tu na watoto wamejaa hapo, anatoa tochi yake, anakojoa bila wasiwasi. Yeye hana habari. Yeye ameshalewa. Umejaa aibu badala utukufu. Kumbe mtu akilewa anakuwa na aibu badala kuwa na utukufu. Endelea. Unywe naye uwe kama mtu asiyetahiriwa. Yaani mtu ambaye mlevi anahesabiwa ni kama mtu hajatahiriwa. Biblia hiyo. Mlevi anahesabiwa ni mtu hajatahiriwa. Mtu ovyo tu. Yaani maana kukosa nidhamu. Hana nidhamu yoyote. Mlevi anaweza fanya kitu yoyote, popote. Anaenda akishikiliwa na watu na nini. Pombe haina faida yoyote. Niambiaga hata wale vijana wanakunywa pombe, wachani kunywa pombe. Badala ya kunywa pombe, enda pale kwa mama kwa Njeri ama kwa nani, kunywa supu. Wanapiga vichwa za ng'ombe za nini. Kunywa supu vikombe 2. Hiyo ndio afya utapata. Lakini kunywa pombe ni hasara. Pesa ile yote unafanya kazini unapeleka kwa pombe. Unaona? Pombe ni kitu ya kuharibu watu. Pombe hakuna maisha inasaidia mtu naye. Pombe ni kitu ambaye tena ni kitu kimekatazwa. Lakini Paulo ndio alikuja kuleta kisirani. Ndio unaona kila siku tunasemaga Paulo si mtu mzuri. Paulo ndio alikuja kuambia watu wakunywe pombe. Tena yeye alikuja kahalalisha kabisa. Unaona Yesu amekataa? Hata Yesu amekataa. Luka 21:34. Yesu alikataa kabisa kwa mambo ya pombe, akasema mambo ya pombe hakuna. Pale walisema ni mambo ya waandishi. Walisema Yesu alitengeneza pombe nini? 21:34 Luka. Inasema. Nisemaje mwalimu wangu? Inasema basi. Jiangalieni mioyo yenu. Yesu anasema jiangalieni mioyo yenu. Isifanyaje? Isije kalemewa na ulafi na ulevi. Unasikia anasema jiangalieni mioyo yenu. Msije mkalemewa na ulafi na ulevi. Na masumbufu ya maisha haya. Unaona katika maisha haya, usumbufu ya maisha haya. Wachaneni na hizo vitu. Yaani ni kitu ambayo imekatazwa. Lakini Paulo alipokuja akaambia watu hapana. Pombe iko sawa tu. Onjeni tu. 5:23 Timotheo wa kwanza. Sikia sasa Paulo anakuja kusema nini? 5:23 Timotheo wa kwanza inasema tokea sasa. Paulo anasema kuanzia sasa usinywe maji tu. Hakuna haja kunywa maji uchukue kombe ukunywe maji. Maji haina faida. Lakini tumia mvinyo kidogo. Yaani kunywa pombe kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Kwa sababu ya tumbo lako. Na magonjwa yakupatayo mara kwa mara. Na magonjwa yote ukishikwa na malaria, typhoid, ukunywe nini? Pombe. Ukishikwa na malaria, typhoid, corona, ukunywe nini? Pombe. Pombe inaweza toa typhoid. Inaweza toa corona. Au utasema ni sanitizer. Sasa huyu alikuwa anafundisha watu nini? Anaambia watu ati ukiwa na tumbo, baadaye utafute ino, ukunywe. Anasema wewe kimbilia pombe, ukunywe pombe itakusaidia. Pombe haiwezi kusaidia, ndio inakuangamiza.
haina faida. Wewe angalia vijana wengine wale wanakunywa pombe saa hii. Kijana amezeeka, anakaa mzee wa 70 years. Kijana mdogo, unaona amezeeka, hapo anaenda hivi. Anaenda hivi akitetemeka. Wanaendaga hivi akitetemeka hivi. Yaani hata kutembea ni shida. Akitaka kunywa chai kikombe anafanya hivi. Ukimwekea chai kwa kikombe, kitatetemeka hivi, chai inamwagika, inakuwa nusu, hata hajakunywa hata siku moja. Ni pombe. Pombe haina faida, haileti faida yote. Kunywa maziwa, kunywa supu, achana na pombe. Wewe unakunywaga? Bana. Oh, wewe ni kijana mzuri, hata unaonekana sura yako wewe si mtu wa pombe. Haya, una swali lingine? Tumemaliza hiyo. Haya, uliza swali hiyo nyingine ya pili. Ezekiel ukisema sisi hatufuati Yesu, hatufuati Muhammad na hatufuati Maria. Sasa kulingana na Biblia ama kulingana na wewe tunafuata nani? Mimi nilisema kweli nyinyi hamfuati Yesu. Kwa sababu kwa mujibu wa Biblia yale mambo Yesu alikuwa anafanya nyinyi hamfanyi. Kuna mambo mengi sana Yesu alikuwa anafanya na mfanyi. Kama mngekuwa wafuasi wa Yesu, basi mngefuata hiyo Biblia vile inasema. Ndio mara mingi tunasemaga hii Biblia ni yetu sio yenu. Kwa sababu ile mambo yote kwa Biblia sisi Waislamu tunafuata, lakini nyinyi hamfuati. Hebu niambie kitu moja kwa Biblia unafuataga. Moja tu unafuata. Moja tu ambayo ambayo imeandikwa kwa Biblia wewe unafuata. Mimi naweza kukutolea mambo 10 ambayo iko kwa Biblia mimi nafuata. Hata popu afuata, mwingine anasema kule hata popu mwenyewe afuati. Sasa unaona mambo mengi hamfuati. Kwa mfano tumeambiwa Yesu amesema amemwambia shetani katika Mathayo 4:10 anasema imeandikwa, alifukuza shetani akamwambia imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako na muabudu yeye peke yake. Nyinyi hamsujudu, mnasujudu ninyi wa Kristo? Hapana. Kwa nini hamsujudu na Biblia inasema msujudu? 21:19 kitabu cha Ufunuo. Sasa nyinyi hamfuati, sisi tunafuata. Tunafuata Qurani na pia kitabu yenu wale mambo iko hapo inapelekana na Qurani, tunafuata yote. Nyinyi hamfuati. Sasa nyinyi ndio mko na shida. Sio sisi. Na sisi hatukujagi hii tunakujaga naye. Unaona hii Biblia iko hapa. Tunakujaga naye kwa sababu yenu. Kwa sababu mara mingi tukisoma Qurani, wengi wenyu wanakataa. Wanasema hapana mimi sitaki Qurani. Mimi nataka kitabu yangu. Na wewe hujabeba. Sasa ndio unaona tunabibebaga tunakuja naye hapa. Kusema tusome kitabu yako iko hapa. Lakini mara mingi huwa tunatumia Qurani. Sawa? Hebu soma hiyo 21:9. Inasema naye akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Wewe unashika maneno ya kitabu hiki, hebu inua juu. Unashika maneno ya kitabu hiki? Afanyaje? Msujudie Mungu. Msujudie Mungu. Hujaishika maneno ya kitabu gani? Hujaishika tangu uzaliwe mpaka saa hii. Hujaishika maneno ya kitabu gani? Ongea, kwani unaogopa wewe ni mwanaume? Biblia. Na mimi ambaye ni Muislamu, sijataki kanisani, nimeshika maneno ya kitabu gani? Biblia. Kwa hivyo hii kitabu hata hii kitabu tuongeze kwa Qurani, hizi vitabu zote mbili ni Mjibu tu sio na. Ni zetu hizo vitabu. Nyinyi hamfuati kitu yote. Ni kuongeza ya pili. 3:11 Luka. Uone amshiki kabisa, amshiki kabisa. Inasema kwenye kuandika 3:11 inasema akawajibu akiwaambia mwenye kanzu mbili mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. Unajua nini kanzu? Kanzu unajua? Nguo inaitwa kanzu unajua? Kanzu. Ni nguo gani hiyo? Nguo mrefu. Nguo mrefu. Hii ni nini? Na hii ni kanzu. Na hii ni kanzu. Wako wengi leo ni Jumaa leo. Wacha kuja. Na hii nyingine hapa kanzu.
Tunaambiwa Biblia inasema ukiwa na kanzo mbili, umpatie ule hana nini? Moja. Wewe una kanzu. Kwa hivyo Biblia inaniambia nikupatie nini? Kanzu. Kwa sababu wewe Sina. ukivaa hiyo kanzu utafanana na watu gani? Uislamu. Uislamu. Ukienda kule kimtaani kwenyu, watu watasema wewe umekuwa nani? Uislamu. Kumbe Biblia inakufundisha uwe nani? Uislamu. Saa ngapi? Haya, ya tatu, nimalizie. Biblia inafundisha ukiomba uanze na jina la nani? Nyinyi mkiomba mnaanza na jina la Yesu. Ni kweli longo, tudanganyane. Mkiomba mnaanza na jina la nani? Yesu. La Yesu, sawa. Sisi Waislamu tukiomba tunaanza na jina la Mungu. Tunasema Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hivi. Tunaona tunainua mikono. Allahu Akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Lakini nyinyi mkianza mnaanza na jina la nani? Yesu. Na la Yesu. Makosa mnaweka X, hiyo ni makosa ya kwanza mnafanya. Kwa sababu Yesu amefundisha mkianza kuomba, muombe na jina la nani? 6:9 Mathayo. Oyo sema kwenye kuandika. Basi msiwanane na hao. 6:9. Basi ninyi salini hivi. Nyinyi mkitaka kuomba mnaomba hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Kumbe unafaa kuanza na nani? Mungu. Na Mungu aliye wapi? Mbinguni. Lakini nyinyi mnaanza na jina la nani? Yesu. Na Yesu X. Waislamu tunaanza na jina la Mungu. Kwa hivyo hii tunafuata, nyinyi hamfuati. Unaona maneno hayo? Mambo mengi hamfuati, tuongee tu ukweli. Hamfuati maneno ile imeandikwa hapa. Kabisa. Kwa hivyo nyinyi wewe unafaa kuwa Muislamu. Ndio fuata hii maneno. Uko tayari kuwa Muislamu? Uislamu ulazimishwi. Dini yetu imekataza kulazimisha watu. Watu wanasema ati tunalazimishwa. Tunalazimishi mtu awe Muislamu. Sikia vile Qur'ani inasema, tunalazimishi mtu. Hata mimi wakati niliingia Uislamu sikulazimishwa na mtu. Nilifanya research yangu mwenyewe, nikaona hapa ndio sawa na nikaingia. 256. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Yaani Uislamu unasema uko very katika hiyo kanuni, unasema hakuna kulazimisha mtu awe Muislamu. Kwa sababu uongo uko kando na kweli. Sawa kakangu? Umetosheka, maswali imeisha? Ama kuna ingine? Bado kuna ingine. Ingine? Haya, leta hiyo ingine. Nataka ukitoka hapa maswali yako umemaliza, umeenda umejua kila kitu. Na mbona kama hatumfuati huyu Yesu? Mbona watu wanaondoa mapepo hapa majini na jina yake na inaondoka? Mbona? Anasema hivi, ate kama hawamfuati Yesu, mbona watu wanatoa mapepo na inaondoka na kwa jina la Yesu? Hakuna pepo inatokaga. Hiyo ni urongo. Hiyo ni kadabula. Najua kadabula. Hiyo hakuna pepo inatoka. Biblia inakataa, inasema ukitoa pepo, mkijaribu kutoa hiyo pepo, inaenda inarudi pale. 12:43 kitabu cha Mathayo. Biblia inakataa. Kuna pepo inatolewa. Pepo akienda na kuja na mapepo wengine hatari. Anarudi pale home. Ona mkuja kwa nyumba yake aende wapi? Unamtoa home. Ako nyumbani. Hawezi toka. Haya, sikiza maneno. Inasema pepo mchafu amtokapo mtu. Pepo mchafu amtokapo mtu. Upitia mahali pasipo maji. Anapitia pahali hapa hakuna maji. Akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Anataka kurelax. Halafu usema nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Anasema nitarudi home bali mlimtoa. Hata akija hiyo na tupu imefagiwa. Tena akirudi anakuta mmefagia, mmetengeneza vizuri, mmetanga vitambaa nini kila kitu na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walioovu kuliko yeye. Tena akisharudi kule, anaenda tena analeta mavestas wengine 7. Anakuja na wageni sasa. Yaani anakuta kule mmetengeneza vizuri, mmetayarisha, anaenda kuleta wageni sasa wakuja watembee kwake sasa nyumbani. Walioovu kuliko yeye mwenyewe. Tena wao wanakuwa ni hatari kuliko yeye. Nao huingia na kukaa humo.
Nao wanaingia pale mlimtoa, wanakaa humo, inafanya kwa ule mtu mlimtoa, wanakuja wanakaa ndani yake, alafu na mtu yule na huyo mtu mlimtoa hali yake ya mwisho huwa baya kuliko ile ya kwanza. Mnashaharibu ule mtu sasa. Mmeshamharibu kabisa. Mambo yake ile ilikuwa ya kwanza, sasa mmeweka mapepo ingine 7 na huyu mwingine wa 8, mambo yake inaharibika. Ndio maana hata isha kanisani Kila saa atakuja. Na mimi nauliza, kwani hizi pepo mnatoaga haziishagi? Kila Sunday mnatoa. Haiziishi, haziendi? Zinaenda wapi na kila Sunday mnatoa? Haziwezi kwenda kabisa, mfukuza kabisa basi ziende. Wao wameshaona Waislamu wameenda msikitini wanasema toka pepo in the name of Muhammad. Umeshaona kitu kama hiyo? Bada. Si hatufanyagi hizo vitu. Nyinyi ndio mko na matatizo, sio sisi. Waislamu sisi tunajua kudili na vitu kama hizo. Sisi haitoagi kwetu, watu wakitaka kutoa mtu kama ameshikwa na vitu kama hizo, kuna taratibu yake na njia yake na mpangilio yake ya kufanya kitu kama hiyo. Lakini mimi naonaga saa mara mingi hiyo sana, naona jamaa anasema come out, come out, come out in the name of Jesus, come out, come out. Toka wewe. Sasa wanatoka aende wapi na narudi pale pale? Unamtoa katika nyumba yake na si atarudi tu. Swali lingine. Sasa tutajuaje hiyo mapepo ukitoa ikienda inarudi na wengine 7? Eliali Biblia ndio imesema. Ni sio mimi nimesema. Lakini Biblia ndio inasema mapepo hawaonekani. Kwani wanaonekana? Tutajuaje kama wamerudi? Sasa siwezi jua kama amerudi kwa sababu ule mwenye kutolewa tunasikia anakuwa hali yake ya kwanza inakuwa mbaya zaidi kuliko hali yake. Yaani hali yake ya mwisho inakuwa mbaya sana kuliko ile ya mwisho. Sasa itabidi muangalie mgonjwa wenu muone hali yake inaendelea namna gani. Ndio ujue kama ziko ama zimeenda. Unaona akitolewa inakuwa sawa. Akitolewa tunaona anakuwa sawa. Hiyo sijaiona kwa sababu kama mngekuwa mnatoa, hamngekuwa mnatoa kila Sunday. Ingekuwa imeshaisha. Kwani wewe umeshashikwa na pepo? Hapana. Iko swali lingine? Imeisha. Tuchukue swali lingine. Uliza hata usiogope. Uliza swali yote. Ninasema mkija hapa mtuulize swali zote za Kiislamu. Uliza yote na usiogope. Na ile unasikiaga huko Waislamu wako hivi, Waislamu wako hivi, wewe uliza. Najua tunaekelea kwa maneno mengi sana huko nje. Sasa ulizia hapa. Tuko hapa sisi wenyewe. Na hii Biblia anazikianga maneno mengine unasema ilifanywa ukarabati. Sasa tutajuaje kama ilifanyiwa ama iko fanyiwa? Anasema hivi, nyinyi mnasemaga Biblia imefanywa ukarabati. Tutajuaje kama imefanywa ukarabati ama namna gani? Sio sisi tumesema, ni nyinyi waandishi wenu ndio wamesema. Dibaji hii ni ya Kiswahili 1952, imetolewa King James version ikawekwa kwa lugha ya Kiswahili. Hii ndio Biblia za kwanza kuingia West Africa. King James version 1952. Wanaelezaje waandishi? Wanasemaje? Sikiza. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokea katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova. Kwanza mlikuwa nafikiria vile mtaandika jina la Mungu. Tuandike Jehova ama Mwenyezi Mungu ama Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Au Bwana Mungu. Litakapopigwa chapa katika kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu na ya mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena. Kumbe maneno ya watu, majina ya watu ilikuwa lazima ifikiriwe na halafu na mengine kutengenezwa. Kumbe kuna majina ilikuwa inatengenezwa. Jambo hili ndio mlichakachua hiyo. Mkatengeneza. Jambo hili lilikuwa kazi kubwa sana. Kwa sababu yako majina zaidi ya 3500. Tena unasikia? Tena jina la kitabu ilikuwa inafikiriwa iandikwe sijui nini. Kama kiitwe maagano mapya au agano jipya. Unaona maneno hayo? Majina 3500 iko hapa ndani, mmebadilisha majina. Sio mimi, ni waandishi wenyu ndio wamesema. Ingekuwa ni mimi nimeandika ama sisi tumeandika mungesema ni sisi. Lakini waandishi wenyu wanasema majina 3500 names have been changed. Na ndio naona hata jina la Muhammad huwezi pata hapo. Mlitoa. Hiyo ilingolewa kitambo. Kia maneno hayo. Mshaelewa?
Umeshaelewa? Sema ndio tuendelee. Nasema Ndio. Umeshaelewa? Maswali imeisha? Maswali yako imeisha? au fikira kusiringa. Maswali imeisha? Na hii yenu hii Qur'ani. Unaamini anje haikufanywa ukarabati Anauliza hivi, na hii Qur'ani yenyu unajuaje haijafanywa ukarabati? Qur'ani ndio kitabu peke yake duniani kimebaki katika vile vitabu Mungu alituma. Torati iliharibiwa, Injili iliharibiwa, Zaburi iliharibiwa. Hii ndio kitabu peke yake ambayo imebaki. Niulize kwa sababu ya nini? Hii Qur'ani iko hapa kwa moyo. Si hii unaona makaratasi hapa? Qur'ani sisi tunaweka kwa moyo. Na ndivyo manabii wote walikuwa wanafundishwa na malaika Gabrieli, ule mnataka Gabrieli. Sisi tunamuita Jibril. Wakati alipoleta Torati, aliweka ndani ya kifua cha Musa. Sawa? Ndio naona wakati wana wa Israeli walipoenda kwa sababu walipigwa sana na wale wafalme kama Nebukadneza na ule mwingine anaitwa Titus kutoka Rome. Wakati walipokwenda kule walipata mateso mengi sana. Walipigwa na wafalme, wakapigwa. Kitabu za sheria zingine zikachomwa, zingine zikabebwa, wakaenda nazo. Sasa ikawa hakuna. Wakati alipokuja Ezra tunamuita Uzeri. Alipotea miaka 100, Mungu alimlalisha usingizi ya miaka 100. Aliporudi wana wa Israeli, anaambia mimi ndio Ezra, akakataa. Watu wana Israeli wanakataa. Wakamwambia kama wewe ndio Ezra, tuandikie Torati. Aliandika tena upya. Ile ilikuwa ya Musa. Kwa sababu zinawekwa hapa kwa moyo. Ndio naona mtoto hata mdogo wa Kiislamu, ukimwambia asome Qur'ani, hii Qur'ani mwalimu anashika kama vile unaona mwalimu wangu ameshika hii. Mtoto anaambiwa kae pale chini. Anaambiwa some Qur'ani. Anaanza kusoma A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anasoma ule mtoto, anasoma sura ya kwanza anamaliza, anaenda ya pili anamaliza, Qur'ani mzima anamaliza. Haangalii bahari. Iko wapi? Iko wapi? Kwa mo? Niambie, hii Biblia kuna mchungaji duniani anaweza kusoma kuanzia Mwanzo moja asome peji mzima amalize? Asome tu, asome. Si mnasemaga mko na Roho Mtakatifu? Asome peji moja amalize, na mwalimu tu anamwangalilia namna hii. So kwa kutumia Roho Mtakatifu anaweza. Kuna nani? Nitolee moja. Wapi? Unasema wapi? Wewe mwenyewe unaweza? Wewe mwenyewe naweza kukupatia mtihani. Hakuna, ni urongo hiyo, hakuna. Hakuna naweza soma, hakuna. Hakuna. Usidanga. Wewe mpigie simu mwambie niko hapa nimeweka challenge. Ngoja kidogo. Hapana. Wewe fanya hivi, mlete hapa asome, tumpatie peji 2 tu. Ngoja kidogo. Fungua hapa mwalimu peji ya kwanza. Genesis. Hiyo hata popu. Kama popu mwenyewe hawezi hifadhi ni wewe. Hii inaenda wapi? Hii ni Mwanzo moja. Mwisho wake ni wapi? Mwanzo that what? Inafika ngapi? 31. Inafika 31. Hiyo tu peke yake, hata siende ingine. Asome Mwanzo kuanzia moja mpaka afike 31. Sijaiona. Kila akienda hata wakienda kanisani lazima wasome, waangalie. Hakuna kusoma kwa kichwa. Kwa sababu si maneno ambaye imewekwa ndani ya moyo. Sisi Qur'ani imewekwa ndani ya moyo. Kama unatafuta miujiza duniani, usitafute miujiza ya Muhammad nyingine. Miujiza ya kwanza ni hii, inasemekana ni hii Qur'ani. Iko kwa moyo. Hii hata mkichukua mchome zote hizi Qur'ani duniani mzima, tutaandika ingine, lakini chukua vitabu yenu mchome. Hakuna hata kitabu kingine mtaandika. Story yenu kuisha story. Ni watoto 10 tutachukua tu watoto 10 wa Kiislamu. Tuambie kaa hapo. Wewe soma sura Bakara, wewe sura Imran, wewe soma sura Anam, wewe soma sura nini? Wanasoma na inaandikwa na kitabu inarudi nomo. Lakini sema hata ukuja hata sasa uandike hata Mwanzo. Ngapi? Hii ndio miujiza ya kwanza. Qur'ani unaambiwa ni kitabu ambaye kinakaliliwa ndani ya moyo. Na Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu tutakusomesha wala hutasahau. Wewe si Mkristo, unasoma na Biblia?
Ngoja kidogo, sikiza hapa wewe. Wacheni kwanza story hapo. Wewe ngojeni kwanza story hapo. Wacheni hapa tunaongea na huyu rafiki yangu hapa. Si wewe unataka kanisa? Unaenda kanisani? Unaenda kanisani? Naenda. Kuna sura mnasomaga sana 3:16 Yohana. Unaijua kwa kichwa? Kasura kadogo tu Yohana 3:16 unaweza soma bila kuangalia. Si unaona haiko kwa moyo. Something which is not in the heart. Sisi yetu iko in the heart. Ni miujiza hiyo. Ukitafuta miujiza ndio hii. Na ndio naambiwa Qur'ani ni kitabu ambayo huwezi badilisha. Wamejaribu wazungu kubadilisha Qur'ani, nyingine imeandikwa ya Amerika, iko Qur'ani nyingine waliandika huko kutoka huko US, ikaletwa huko Afrika, haikufaulu. Na Mungu anaweka challenge, anasema ni 10 ngapi? Mungu anasema hata ama 2:23 na 10 sijui 23, angalia hapo. Mungu anasema hata mkisaidiana dunia mzima, mlete mfano wa hii Qur'ani, hakuna hamwezi. Kwa sababu ni maneno ya Mungu, huwezi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na unasoma ngapi mwalimu? 17:88. 17:88. Sema hata wakijikusanya watu wote na majini. Mungu anasema hata wakikusanya watu wote wa duniani na majini wote walioko duniani wafanyaje? Ili kuleta mfano wa hii Qur'ani. Ili waandike Qur'ani kama hii. Basi hawangaliweza kuleta mfano wake. Hata kama watasaidiana vipi wao kwa wao. Hata wakisaidiana wao kwa wao, kuna mtu anaweza leta hata basi moja ya Qur'ani aiandike vile Qur'ani iko. Mungu ameweka challenge kwa binadamu wote. Unasikia maneno hayo? Si unasema mnaweza andika. Hivyo wewe sio mtu. Nini? Tunaweza andika, si ndio mimi nasema? Nasema ni challenge hawa watu wamepewa. Wanaambiwa wakishikana wanadamu wote, wanadamu wote ambao wasiokuwa Waislamu, walete mfano wa Qur'ani, hakuna mtu anaweza. Wamejaribu. Kuna jamaa moja, ngoja nikupe kisa moja. Kuna mzungu moja kutoka France. Alipelekwa Maka. Aende akasome katika University of Madina. Ile ya Madina. Madina ndio university ya Islamu iko ile kubwa. Alisoma miaka 7. Alikuwa ni mtu ambaye amesomea mambo ya science na nini. Angalie tu makosa ya Qur'ani. Unajua alirudi kwa France kama amesilimu. Na wale walimtuma na pesa yao zimekunywa maji. Wakaulizwa kuna nini? Akasema mimi sijapata makosa yoyote kwa hii Qur'ani. Na hata nimeamua mimi nimekuwa Muislamu. Wakaona sasa pesa yao imekunywa maji, walikuwa wanataka kuja na makosa hii, na makosa hii, na makosa hii. Hakuna. There's no contradiction in the Quran. The only remaining book in this world which has no errors. Unless ukitaka kuwekea errors. Hakuna errors. Kuna. Swali lingine iko ama nichukue swali lingine? Unasema waliandika Biblia wakafanya ukarabati au sasa ndio nani sasa? Hatujui ni akina nani, labda wewe nyinyi ndio mnafaa kutuambia. Nyinyi ndio mnafaa kutuambia waandishi walikuwa nani. Sio sisi. Si kitabu chenyu, nyinyi ndio mnafaa kutuambia waandishi walikuwa nani. Inawezekana pia sababu yako alikuwa ni mwandishi miongoni mwa. Kwa hivyo sasa sisi ukituuliza hatuweza kujibu, tutakujibu tukwambiaje. Nyinyi ndio mnafaa kutueleza. Kwa hivyo nyinyi ndio mnafaa kufanya research yenu mtueleze. Hata sisi tunataka kujua. Na yenu ilitokea iliandikwa na hii yenu sasa Qur'ani. Kwa yetu iliandikwa na nani? Ndio hawa na manini 13. Suratul Abasa. Dada yetu uko na swali? Ungetaka kuuliza? Karibu sana. Jisikie ukiwa huru. Uko na swali? Naona ako na swali moja. Ngoja nimalize. Karibu sana. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika. Nani hawa? Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Hawa ndio waandishi. Tena watukufu na wacha Mungu. Yetu iliandikwa na malaika. Qur'an ndivyo inasema, sio mimi. Mimi Kariuki am so innocent. Hii kitabu kimekuja mwaka 1450 years ago. I was not born. Hata sikuwa najulikana kama nazaliwa duniani. Nimeipata tu duniani na imeniambia hivyo. That's all. Kazi yetu ni kusema tumetii. Hivyo tu. Tumesikia na tumetii. Haya, wacha nichukue swali la madam hapa. Wacha nichukue swali la mama kwanza. Habari yako? Mzuri sana. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Pamoja nanyi. Asante sana. Hizo ndio salamu zetu, tunasalimiana kwa Waislamu.
tunasalimiana, amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Hata nafikiri hata kitabu chenyu kinasema Yesu alikuwa anasalimia watu namna hiyo. Acha nisome hiyo andiko moja tu. 20:19 Yohana. Jamani, ama hizo salamu zetu ndio zilikuwa hata manabii wanafundisha. 4:19. 20:19 kitabu cha Yohana. Inasema kwa inasemaje? Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma. Pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Ndio. Akaja Yesu akasimama katikati yao. Akasemaje? Akawaambia, amani iwe kwenu. Asalamu wa alaikum. Peace be upon you. Kwa lugha ya mama yangu ya Kikikuyu kusema thai wanga yoge hamwe na inywe. Hiyo ndio mambo inakuwa namna hiyo. Rahisi sana. Na kabila nyingine watajitafsiria kwa lugha yake. Kama wewe ni Mjaluo, kama wewe ni Masai, kama wewe ni Mluya, wewe ni Msomali, wewe ni nani, unajitafsiri kwa lugha yako hiyo. Sasa unaitwa nani? Mimi naitwa Hassan Kariuki na mimi ni Muislamu. Na wewe unaitwaje? Mimi naitwa Josephine Acheng. Josephine Acheng. Asante sana, karibu sana Josephine Acheng. Swali gani ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Tuone kama tutajaribu kujibu. Mimi ningependa tu kuwasalimia. Ya, kwa sababu ni muda yenye nimekuwa hapa, nimesikia hayo mahubiri kutoka kwa maandiko. Naam. Ni kweli vile unasema. Ya, hayo maandiko ni hivyo vile unasema ya kwamba. Naam. Tunapaswa kumsujudia Mungu. Kweli. Na imeandikwa kweli. Ni kweli. Na nikiongezea labda jambo moja pia. Naam. Ni kwamba mtu haishi kwa mkate tu. Bali pia kwa neno la Mungu. Ya, so labda katika shughuli zetu tunapoenda kushughulika, pia tunafaa kujua ya kwamba tunafaa kumjua Mungu kwanza. Ndio haya mengine yote yapate. Ndio. Yes. Nashukuru kwa hayo mahubiri. Na sasa mimi naona wewe umevaa Kiislamu. Kwa sababu mimi naona sasa wewe umebakia tu kwenda msikitini. Kulingana vile mimi nakuona vile umevaa, yani wewe yani vijana wao simama pale barani waanze kusema wakukosea heshima, kwa sababu angalia tu umevaa unjibunyika vizuri mpaka mimi nafurahi, naona sasa huyu ako karibu na kwetu. Nini kinakuzuia usikuje kwetu? Kwanza sisi sote ni wana wa Mungu. Ya, kwa sababu sisi sote ni wana wa Mungu, hiyo neno ambayo inatoka kwa maandiko, tunapaswa kusikiliza sisi sote. Yes. Sasa na mimi niko na kaswali kadogo sana. Unajua mimi ni Muislamu na wewe ni Mkristo. Na mimi najua wewe unamfuata Yesu. Yes. Si ni kweli? Ama unamfuata nani? Okay, Yesu nikianza na Mungu ambaye ndio kila kitu kwetu kabisa. Yes. Na kuna yale ambayo hatuwezi tenganisha. Ya, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu hatuwezi tenganisha. Ya, Yesu ambaye ni mwana wa Mungu ya ni daraja. Ni daraja, lazima tupite kwake ndio tukaweze kufika kwa Baba ambaye ni Mungu Mwenyezi. Lakini sasa mimi niko na shida kidogo hapo. Kwa sababu kwani Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Na huyu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, hao nao pia ni Mungu pia? Mungu ni mmoja ambaye tunamwabudu. Na huyu mwingine? Huyu Yesu Kristo ni mwana wake. Na huyu Mungu Roho? Mungu Roho naye ni vipi? Tunaona hapa kuna shida kidogo. Kwa sababu kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Maana ni miungu mitatu. Sasa hawa si wanakuja watatu sasa ule tumeacha ule moja. Unaonaje hapa? Nitaomba hayo maswali yakuje tu. Nataka nikusaidie hiyo kabla hujaenda nyumbani. Yaani hii mambo ya kusema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, hii ni mambo ya Romans ndio waliletaka hiyo maneno zamani. Wa Roma ndio waliletaka hiyo mambo ya Mungu Baba, Mungu Mwana, na hata walikuwa na kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu na Mungu Mama. Na sasa katika kutoa walisahau kutoa Mungu Mama. Mungu Mama hata yako hapa kwa Biblia. Mungu Mama hata walisahau kutoa.
yuko hapa, nitamsoma saa hii. Lakini sasa hebu tuulize Yesu, wewe Yesu, Yesu wewe tuambie Mungu ni wangapi? Tuulize Yesu kwanza atuambie Mungu ni wangapi. Tukimaliza hapo tutakuwa tumemaliza mzozo, si ndio? Si ndio hivyo? 18 nafikiri 18 ama 20 12 12 ngapi? 28. Kitabu cha Marko 12:28. 12:28 Marko. Mtakatifu inasema. Nasemaje? Na mmoja wapo waandishi akafika. Akawasikia wakisemezana naye. Akasemaje? Akatambua kuwa amewajibu vyema. Akasemaje? Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu anaulizwa swali, akaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii. Tulia kwanza, hiyo leli ipite kwanza. Soma. Na mmoja wapo waandishi akafika. Akawasikia wakisemezana naye. Akatambua kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi ya kwanza? Huyu Yesu anaulizwa katika amri zote ni gani ya kwanza? Yesu akamjibu, akasemaje? Ya kwanza ndiyo hii. Sikia Israeli, sikizani nyinyi wana wa Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Kumbe Mungu ni ngapi? Mmoja. Si wangapi? Wawili. Ama wangapi? Watatu. Umeelewa mpaka hapo? Matendo ya Mitume 3:23. Inasema kwenye kuandika. Naita 3:23. Inasemaje? Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Naita kuwa 26. 3:26. Mungu akisha kumfufua mtumishi wake. Nani? Yesu. Kumbe Yesu ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Yeye sio nani? Mungu. Hapo tumeelewana? 20:17 Yohana. Tunamaliza hiyo maneno, hiyo mambo ya Mungu watatu, hiyo hakuna, ni mambo ya Waroma, wangerudisha tu kule kwao. Walikuja kupoteza watu huko wa Afrika. Tuambia Mungu ni watatu. Hata kabila zetu za Kiafrika, hakuna kabila ilikuwa inasemaga Mungu ni watatu. Kabila zote za Kiafrika, Wakikuyu, Wajaluo, Wamasai na nini, wote walikuwa wanajua Mungu ni moja. Alipokuja Waroma wakakuja na Mungu tatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Sasa Mungu akiwa watatu duniani, ule mmoja Mungu atasema wanaume leo ndio watabeba mimba. Wanaume wanabeba mimba leo, hakuna mwanamke anabeba mimba. Inageuzwa. Ule mwingine anasema jua inawaka throughout. Ule Mungu mwingine anasema hakuna mvua. Sasa si dunia itaharibika. Soma hiyo. 20:17 Yohana. 20:17 Yesu akamwambia, ndio. Usinishike. Kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anaambia ule mama Mariam, usinishike mimi, lakini anaenda kwa ndugu zangu kawaambie. Kumbe alikuwa na mandugu, ninapaa kwenda kwa Baba yangu. Yesu anasema mimi naenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu. Kumbe huo Baba yangu mimi Yesu ndio Baba yenu nyinyi. Kwa Mungu wangu mimi Yesu, naye ni Mungu wenu. Kumbe Mungu wa Yesu ndio Mungu wetu. Unasikia vile maandiko inateremka vizuri? Sasa huyu Yesu kuna pahali alikuwa anaenda. Sijui kama unajua hapo kufanya ibada. Unajua? Ya kufufuka. Kuna pahali alikuwa anaenda kuabudu. Unapajua hapo? Hapo hujajua? Wacha nikusaidie hiyo pale. 4:14 kitabu cha Luka. Nataka uende nyumbani ukiwa roho yako imetulia na ukajua pale kwa Waislamu nimetoka na kitu kadogo. Hata kama si sana. Nimetoka na kitu kidogo kwa Waislamu. 14 kitabu ni cha Luka. Inasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Endelea 16. Akitukuzwa na watu wote. Endelea. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu alikuwa anafundisha katika masinagogi yao. Sinagogi ni jina la kule pande ya Palestine huko Israeli. Sisi hatuna habari nao kama sisi wa Afrika. Wewe unajua sinagogi ni nini? Ni huko tu. Huko wapi huko? Yaani huko tu. Ni popote tu, ni popote. Popote. Lakini waandishi wa Biblia walisema usihangaike. Ukiona neno linakusumbua, nimekuwekea dictionary hapo nyuma, uangalie maana ya hiyo neno. Sasa waandishi wanasema hivi, na nataka aone na macho yake. Bwana nataka angalia hapa na macho yako.
Hebu soma. Sinagogi. Ukiona neno sinagogi katika Biblia ujue ni nini? Maana yake ni kumbe Wayahudi walijenga kitu kinaitwaje? Msikiti. Alipokuja Yesu akaingia wapi? Msikiti. Muhammad naye alikuja nyuma ya Yesu. Mwenzake akakuta Yesu alikuwa anaingia msikitini. Na Muhammad akaingia wapi? Msikiti. Na sisi wafuasi wa Muhammad na sisi tukajua hawa manabii Yesu alikuwa anaingia msikitini. Na sisi tukaenda wapi? Msikiti. Tena kuna mwingine pia alikuwa anaingia msikiti. Kwa Matendo ya Mitume 15:21. Kuna mwingine tena wa zamani. Inasema kwenye kuandika. Inasemaje? Inasema kwa maana tangu zamani za kale. Tangu zamani za kale Musa nao watu wahubiriwa mambo yake. Katika kila mji husomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe hata Musa alikuwa anaenda wapi? Kwa sinagogi. Na Biblia inasema sinagogi ni nini? Msikiti. Ukiona Myahudi akiingia kanisani atakuwa wa dini gani? Msikiti. Akiingia kanisani, ukiona Myahudi anaenda kanisani atakuwa wa dini gani? Muislamu. Na ukiona Myahudi akienda msikitini atakuwa dini gani? Muislamu. Yesu na Musa ni Mayahudi, walikuwa wanaenda wapi? Msikiti. Na kama wanaenda msikitini walikuwa wa dini gani? Waislamu. Kumbe Yesu alikuwa nani? Muislamu. Na kwa hivyo wewe unatakana uwe nani? Muislamu. Saa ngapi? Sasa. Uko tayari kuwa Muislamu? Ni ukweli. Unajua sisi uzuri yetu. Sisi kwa kusema kweli, hatusemagi uongo. Tunasemaga ukweli. Mtu atakasirika lakini anakasirika. Kuna wengine wanakasirika sana huko nje. Wanaangalia video zetu wanasema ai walikuwa wanakasirika kwa sababu ya sadaka. Sadaka tulioacha. Hatuongeagi mambo ya sadaka. Walikuwa ndio kasirikia sana huko, hata mnakutana na mchungaji mnajua na rafiki yako anakuambia sasa wewe Karioki mnaongea nini bwana? Achana na mambo ya sadaka bwana. Sasa tumeacha mambo ya sadaka. Siku hizi hatuongeagi. Mambo tumeacha naye kabisa, hatuongei wacha kwa sababu wanakasirikia sisi. Lakini sisi tunasemaga ukweli. Hii kitu kama hii huwezi fundishwa kanisani. Kwa kusema kweli hata mchungaji wako hawezi kufundisha. Pahali anaambiwa ati Yesu alikuwa anaenda msikitini. Ile msikiti Yesu alikuwa anaenda mpaka saa hii Yerusalemu iko hiyo msikiti. Unaitwa Masjid Aqsa. Mpaka saa hii huko. Hiyo msikiti huko mpaka saa hii. Na hapo ndio Suleimani alikuwaga, Daudi alikuwa pale, uko pale. Na ndio naona hakuna kanisa iko na headquarter Jerusalem. Kuna kanisa iko na headquarter duniani na Jerusalem? Hapana. Kanisa zenyu ziko headquarter, ziko Amerika, zingine ziko Italy. Mbona hazikui pale Yesu alizaliwa? Si unaona kuna tatizo? Kwa nini headquarter isiwe pale Yesu alizaliwa? Kwa sababu wakati ya Yesu, kwa sababu wakati Yesu yuko duniani kanisa hakuna. Kanisa imekuja nyuma na akina Paulo. Naona mambo hayo. Sasa unasemaje wewe Muislamu twende msikitini? Kwa sababu already uko tayari wewe. Wewe hata hakuna mambo mengi. Wewe uko tayari, sasa hakuna sorry. Unaonaje? Twende msikitini. Biblia inasema wakati ni sasa. Wakati ni sasa. Sasa amua sasa hivi. Sasa na sasa hivi. Unasemaje? Nakubali. Unakubali kuwa Muislamu? Kabisa. Kwa roho yako? Nakubali. Kuna mtu amekulazimisha uwe Muislamu? Hapana. Ni wewe mwenyewe umeamua kwa roho yako? Ndio. Okay. Umeolewa? Kuna bwana? Yuko? Tunaongea tu. Si yuko bwana? Yuko. Tukwambie tunataka tujue tu. Ama unaogopa tena kuulizwa? Ndio tunakuuliza hapa. Okay, nitaenda vile Mungu ataniongoza. Kwa hivyo umeamua Muslimu? Vile ataniongoza ndio nitafanya. Kwa hivyo umeamua hivyo? Yeah. Utasilimu? Yeah. Uko tayari? Tuendelee? Yeah. Tuendelee. Amesema yeye anataka kusilimu. Kwa hivyo dada yetu kuingia katika Uislamu ni hiari ya mtu. Na ukiwa Muislamu usiende kulazimisha mtu mwingine awe Muislamu. Awe ni bwana yako, usiende kumlazimisha. Hapana. Yeye mwenyewe ataangalia tabia zako, kama ni kufuata atakufuata. Hata ni kufuata kulingana na tabia yako. Hata sisi wakati tulisilimu, wakati mimi nilisilimu, sikulazimishwa na mtu, wala sikulazimisha ule nilikuwa naye naishi naye. Sikumlazimisha awe Muislamu. Unaona? Ni mtu ni hiari yake. Uislamu hakuna kulazimisha mtu. Sasa kuna maneno katika Uislamu tunasema. Sawa, utafuata hayo maneno nyuma yako? Nyuma yangu. Fanya hivi. Kidole moja hivi unainua. Sema ashhadu Allah ilaha illa lahu wa ashhadu anna
Anna Muhammad Rasulu Lahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi wangu ya kwamba hapana mora apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu ambaye ni Allah. Na sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi wangu ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad si Mungu wala si mwana wa Mungu. Nimekiri na nimeamini. Takbir. Ndio hivyo. Mshakuwa Muislamu sasa. Sasa kwa Waislamu kuna majina. Weka chini kidole. Kwa Waislamu kuna majina mazuri. Ndio unaona sisi tunaitwa majina mazuri. Unasikia majina Aisha. Sisi tunaitana majina ya manabii. Wale wanawake wengi wanasikia wakiitwa Sara, mke wa Nabii Ibrahim. Aisha, mke wa Nabii Muhammad sallam. Maryam, mama ya Yesu. Unaona? Fatuma, Khadija, Sumeya, majina matamu. Unaona? Sasa hiyo hatuhitaji majina kama hilo ulikuwa unaitwa kwa Biblia, kama hilo unaitwa Dorcas. Dorcas ni paa. Inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Unaitwa majina mazuri. Ungetaka jina gani kwa Uislamu? Yenye nitapewa mimi. Yenye nitapewa. Ile nitakupatia. Basi 19 pale imetaja Maryam pale. Twende papo. 16. Maryam. Sikia sasa ile jina nakupa saa hii. Natoa wa Qur'ani saa hizi. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Namtaje Maryam kitabuni humu. Na umtaje Maryam kitabu hiki. Ndio naona Qur'ani ni tofauti sana na vitabu zingine. Hii sura yote inaitwa Suratu Maryam. Suratu Maryam ni kisa yote cha Maryam vile alizaa na baba yake na inaeleza familia ya Maryam vile alizaa na mambo yake na watu yake na yule amemlea Zakaria. Kwa hivyo utakuwa kiitwa Maryam. Asante. Unaongeza jina hiyo nyingine ya nyumba? Ya nyumbani. Asante sana. Sasa katika Uislamu unaweza pata time kidogo unasoma kidogo saa ile huko kazini. Ndio. Unaishi pande gani? Hapa tu Njenga. Basi tutaongea hapo. Hebu ongea na mwalimu hapa juu. Enda ongea na mwalimu wangu hapo, atakuelekeza. Unamjua na huyo mwalimu unamjua, nafikiri unamuonaga hapa. Alafu muongee zaidi hapo kidogo. Majina mimi naitwa Hassan Karioki, na wewe? Jackton, swali yako ni gani? Swali langu ni kwamba Yesu na Muhammad. Yesu alikufa akaenda mbinguni. Muhammad amekufa amezikwa. Christian and the Muslim. Wagani wataenda mbinguni? Swali lake anauliza hivi. Yesu alienda mbinguni. Muhammad alizikwa hapa duniani, ama sivyo? Hivyo. Ni watu gani wanaenda mbinguni, ama sio hivyo? Asante sana. Muhammad alikufa akazikwa kama vile Ibrahimu alizikwa hapa, akazikwa kama vile Musa alizikwa hapa, akazikwa kama vile Adamu alizikwa hapa. Kwa hivyo manabii wengi tio wale wako juu. Kule juu kuna mule mnamuita Henoko, tunamuita Idrisi yako huko. Na Yesu ako huko. Lakini wale wengine wote wamezikwa wapi? Elisha kukufa alienda mbinguni. Sawa, alienda mbinguni. Lakini hawa manabii wengi akina baba yetu Ibrahimu na akina Musa, wana manabii wakubwa wamezikwa wapi? Na wewe ukikufa, kwa sababu unasema Yesu alienda mbinguni, unaenda mbinguni ama unazikwa hapa? Moyo tena mbinguni. Lakini unazikwa wapi? Hapa chini. Unamfuata nani? Muhammad. Kumbe wewe mfuasi wako ni nani? Wewe ni mfuasi wa nani? So hivyo. Ngoja kidogo. Kati ya Yesu na Muhammad, Yesu wewe ukikufa uendi mbinguni, unazikwa wapi? Pahali Muhammad alifanyaje? Okay. Tuongee tu, let's be fair. Wewe ukikufa saa hii, unazikwa wapi? Tukikufa mimi, moyo yangu inaenda mbinguni immediately. Alafu unazikwa wapi? Mwili unazikwa wapi? Mwili inazikwa hapa chini. Alipozikwa nani? Muhammad. Kwa hivyo wewe unamfuata nani?
Yesu akikufa, mbona usikufe uende mbinguni? Upande uchukue mabawa uende mbinguni ufuate Yesu. ndio nasema Yesu alikufa, moyo wake alienda mbinguni. Mimi pia nikikufa, my heart inaenda mbinguni. Na Muhammad vile alikufa, alizikwa. Means you are the two people here different. Musa alikufa? Alikufa. Musa alikufa akazikwa wapi? Vile alikufa, moyo yake mbinguni. Sikiza maneno ya Musa 5:45 Yohana. Kumbe Musa alikufa akazikwa hapa. Huyo ndio anaenda kuwa judgment huko kwa Mungu. Hata sio Yesu. Sikia. Wataru 45 kitabu cha Yohana Mtakatifu kwenye kuandika. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa. Inasema msidhani kwamba mimi nitawashtaki kwa Baba. Yesu anasema msidhani mimi nitawashtaki kwa Mungu. Yuko anayewashtaki. Ambaye ni nani? Naye ndiye Musa. Ndiyo. Mnayemtumaini nyinyi. Kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi. Kumbe Yesu anasema wale atashtaki watu kwa Mungu ni nani? Ni nani? Musa. Na Musa amezikwa wapi? Ngoja kidogo. Huyo anastaki nyinyi kwa Mungu. Amezikwa wapi? Hapa chini. Kwa hivyo mpaka siku ya mwisho ifike ndio utamuona nani? Swali lilikuwa Musa alikufa, alizikwa. Lakini moyo wake ako mbinguni. Ndio. Patana naye mbinguni. Atamtapatana naye mbinguni. Watu waishi mbinguni. Kwani wewe ukikufa sasa unaenda wapi? Mimi nikikufa, unaenda wapi? Moyo inaenda mbinguni. Unaenda mbinguni. Moyo. The heart. Then mwili, we are the judgment day. Ikifika. Na hiyo judgment day ukifukumiwa, utaenda wapi? Baada ya hukumu mnaenda wapi? Hatuwezi kuna wale ambao watapea hiyo watajukumiwa kama wenye walikuwa wanafanya dhambi. Wenye walikuwa na follow Yesu, I think wataenda mbinguni. Wale walikuwa wanafuata Yesu wataenda mbinguni. Alienda kuandaa makao. Mtaenda kufanya nini nyinyi sasa? Yesu alienda kuandaa makao, Alafu ile siku ikifika, atarudi. Kwa hivyo kutoka aende kuandaa makao, ni miaka ngapi imeisha? Vile alienda inasema katika 14:6. Kutoka Yesu aende, ni miaka ngapi? Ndio nasema, ngoja kidogo nataka uniambie. Tangu aende, ni miaka ngapi? Takriban miaka 1000 hii. Zimepita mingi. Kwa hivyo mpaka kutoka siku hiyo hajaipata makao? Ndio tunasema kwa sababu kama alikuwa ameshapata makao, si alikuwa amesharudi? No. Makao iko huko juu mbinguni. Yesu alikuwa mbinguni before. Hapa anasema naenda kutafutia makao. Nikishapata nitafanyaje? Sota hivyo. Kwa hivyo bado mpaka sasa hajafanyaje? Alienda kuandaa makao. Lakini tangu siku hiyo hajapata makao? He's still waiting for the people to repent ndio kuja kuchukua apeleke mbinguni. Apeleke mbinguni. Sasa Yesu hayuko mbinguni. Wewe ndio umekosea. Yesu hata hakwenda mbinguni. Yesu hayuko mbinguni. Yesu hayuko mbinguni kwa sababu hii bingu naona hii siku ya mwisho hakuna bingu. Sasa utakuwa wapi mbinguni? Si mtaanguka. Utaanguka chini. 51:6 kitabu cha Isaya. Sikia, mbinguni hakuna. Yesu alienda peponi. Na ndio naona Waislamu kila siku tunawaambia tunaenda peponi. Sisi na Yesu tunaenda peponi. Ya mwisho. Sawa baba. 51:6 nasema. Unasemaje? Inueni macho yenu mbinguni. Unaambia uangalie hii. Hata mimi naangalia. Haya. Mkaitazama nchi chini. Na tuangalie hii hadi tunakaa maana bingu zitatoweka kama moshi. Kumbe siku ya mwisho hakuna nini? Ndio tunasema. Kumbe siku ya mwisho hakuna nini? Okay. Tujibu swali. Kumbe siku ya mwisho hakuna nini? Mbinguni. Kwa hivyo kama hakuna mbinguni mtaanguka wapi? Unajua Biblia they use the proverbs. Hakuna the proverb. Hata vile Yesu alikuwa anafunza, we have what called the proverbs. Anatumia ile Yesu alikuwa anaongea ni vile time hakuna. Yesu alikuwa anaongea na ulimwengu wazi. Na Yesu alienda peponi 23:43 kitabu cha Luka. Tumalize hiyo maneno. Yesu alienda peponi na Waislamu wakikufa wanaenda peponi. Hatuendagi mambo ya mbinguni. Before soma hiyo. Ngoja time ndio ndogo.
Nataka ukuje kesho mapema. 23:43 nasema Yesu akamwambia. Akamwambia ule jamaa. Mimi nakwambia. Wapi? Leo hivi. Leo hivi. Utakuwa pamoja na nami. Wapi? Peponi. Kumbe tunaenda wapi? Yesu alienda wapi? Alienda wapi? Sasa peponi. Waislamu wanaenda wapi? Leta hiyo Qur'ani hapo nimalizia haya mwisho. Sisi na Yesu tuko hivi. 40 Qur'ani. Au tuanze na hii niliotoa. Yote utoa ile. Ni waja wangu mle wazuri. Qur'ani 43:61. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini zetu na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Wapi? Yaani peponi. Kumbe Waislamu wanaenda wapi? Ni kama Waislamu wanaenda wapi? Peponi. Na Yesu alienda wapi? We have the two peponi, I think. Nasema hivi, Yesu alienda wapi? Yesu according to sisi mjibu tu. Nijibu. Imeandikwa alienda wapi kwa katika Luka? Peponi. Na Waislamu wanaenda wapi? I think peponi. Sema tu siogope. Hapo unasema peponi. Kumbe sisi na Yesu tunaenda wapi? Amwezi enda pamoja na Yesu sababu. Haya fanya hivi, kuja kesho kwa sababu ya time imeisha. Tunaenda kusali, tukutane kesho na ukuja mapema. Sawa